Naam, Dakta mpenzi mtazamaji, hii ni Talanta Mwanza Media na tutakuwa tunakuletea uchambuzi kwa muktasari zaidi kuhusu masuala tofauti tofauti. Kikubwa zaidi pia tukizungumzia tamasha la Mr. and Miss Samba makala ya pili ambayo yanafanyika mwaka huu. Kando yangu niko naye Babu G ambaye tutakuwa tunazidi kusemezana naye mawili matatu ili aweze kutueleza, kwa sababu mbali na kuwa mtangazaji wa Talanta Mwanza Media, Babu G pia ni mmoja kati ya watu wanaotoa elimu katika kambi ile ya mafunzo. Babu G. Naam. Pia kwa pamoja ningependa tuweze kuchambua kwa kifupi sana, tuweze kumpatia mtazamaji taswira kamili ya hali jinsi ilivyo. Safari imeng'oa nanga tayari, na siku ya kwanza, wiki hii ya kwanza ni wiki yako. Pengine tu kwa faida ya mtazamaji uweze kumweleza ni kipi ambacho unawafunza na kufikia sasa taswira ipoje tunapozungumzia tamasha la Mr. Miss Samba. Mimi kitu ambacho labda nitaweza kusema ni kuwa safari hii imeweza kung'oa nanga kwa nguvu kubwa sana, kwa sababu moja kwa moja waliweza kuripoti Ijumaa iliyopita na leo ambapo wameweza rasmi yale mafunzo. Kati ya baadhi ya yale mafunzo ambayo walikuwa wanaweza kuyapata pale kwenye kambi ni mafunzo ya VBE ambapo ni Value Based Education. Natumai hata wewe Andala labda hukuweza kupata mafunzo ya VBE kwa sababu elimu ambayo tumeweza kuipata mashuleni ni elimu ya kusoma vitabu, lakini VBE ni elimu ambayo itamwezesha yule kijana au itamwezesha yule mtu ambaye anapata ile elimu kuweza kujijua yeye mwenyewe kwanza. Na ndio maana wanakwambia katika module 1 inakwambia myself, yani wewe mwenyewe ni nani, na licha ya kuonekana tu wewe kama Andala, ndani yako umebeba vitu gani haswa. Kwa hiyo training imeweza kuanza na vijana wameanza kuona manufaa ya elimu ile ambayo wameweza kugundua vitu, naweza sema strength zao ambazo labda hapo mwanzoni hawakuwa wanazijua. Mtu hakuwa akijua kuwa hii ndio ni strength yangu. Mtu anaona labda kupigana ndio strength, lakini hapana. Kuna strength ambazo sisi kama binadamu tumezibeba na lazima tuweze kutambulishwa na wenzetu kuwa strength hii na hii inafaa, dalili zake ni hii na hii, na hapa labda ukipunguza unafaa uongeze hichi na hichi, na ndio zoezi zima ambalo limeweza kung'oa nanga pale kambini. Na pengine tu mtazamaji, ni elimu ambayo wengi hawajapata fursa ya kuipata, na leo hii pengine mtazamaji atakuwa anataka kujua elimu hii unaipeana pale na hiyo ndio imekwisha, ama pengine ukiitwa katika matamasha tofauti tofauti, maeneo tofauti tofauti, unaweza kwenda na ukapeana huduma hiyo. Mbali na hivyo pia taswira kamili, kwa sababu ni idara ambayo umeweza kuishughulikia pakubwa zaidi, itakuwa vyema uweze kumfungua macho mtazamaji. Je, wale ambao hawajaafiki ama hawaja qualify kwa lugha ya Kimombo vigezo vya kuweza kujiunga na kambi hile ya mafunzo ambayo imeweza kuwakusanya vijana wanaoazimia kuwania swala zima la tuzungumzie Mr. and Miss Samba, pengine yeye ambaye haja qualify anaipataje huduma hii? Asante sana. Kwanza tuweze kujua kuwa elimu ya Value Based Education ni elimu ambayo tunafaa sisi sote tuwe nayo. Na naweza sema kuwa walimu ni wachache sana. Na ni elimu ambayo haifundishwi shule. Ni elimu ambayo huwezi kwenda kuipata chuo kikuu. Kwa sababu mimi binafsi kama mwalimu wa VBE nimeweza kupata nafasi ya kufundisha maafisa wa usalama, ndugu zetu wa polisi, nimefundisha watu wa Huduma Center, nimefundisha walimu wa mashule, nimefundisha watu ambao wako kwenye kampuni tofauti tofauti. Ina maana kuwa VBE sio elimu ambayo unaweza kwenda kuipata shule ukailipia school fees na ukaweza kuipata. Ni elimu ambayo unafaa uipate, na hata mafunzo yake yako tofauti na elimu ya shule, kwa sababu katika VBE kuna vitu ambavyo tunaweza kuvifanya, hususan mambo na furaha, kuhakikisha kuwa mtu anakuwa na furaha kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hakuna mambo ya kuandika sana. Pia ni elimu ambayo huruhusiwi hata kuingia na kitabu hata useme na take notes. Ni elimu ambayo ukiingia tunakuhitaji wewe mwenyewe na akili yako peke yako. Kwa hiyo mimi naweza sema tu kwa wale ambao hawakuweza kupata nafasi kujiunga katika mchakato mzima wa Mr. and Miss Samba 2025 kuwa VBE ni elimu ambayo pale Samba Sport Youth Agenda sasa hivi naweza sema kuna walimu ambao juzi pia wameweza kuwa trend kama walimu 15 hivi ambao sasa wameweza kufikisha vile vigezo vya wao kuwa walimu. Na sisi kama shirika naweza sema kama shirika la Samba Sport pia, kwa sababu wanaweza kuhakikisha kuwa kutekeleza au kuitendea haki jamii, lazima pia waweze kuwasaidia kuweza kupeana elimu hii kwa jamii. Kwa hiyo vijana kama 15 20 wakiungana pamoja na wakifikia shirika wakisema basi wanahitaji huduma ile, wanaweza kuipata bila shida.
Wakati tumekuwa kambini pia na tumeweza kuona swala zima likipelekwa vizuri, na tumeona kuna walimu ambao tumeweza kuwa ukiungana nao tukizungumzia Mwanaisha pamoja na Lina. Ni kazi nzuri ambao wamekuwa wakiifanya, lakini pia mbali na hivyo tamasha hili limekwisha anza, linasonga mbele na mko na wiki nzima ya kutoa mafunzo yale. Pengine kwa kudadavua tu kwa kifupi, pengine wale contestants watarajie nini, na tunapozungumzia pia mtazamaji pale nje Tanzania, kwa sababu tulimpatia ahadi ukiwa kwa tutakuwa tunampeperushia masuala haya moja kwa moja ili akaweze kuipata elimu. Kwanza mimi ningependa kuambia wale watazamaji ambao wako pale kambini wajiandae, kwa sababu kujiandaa binafsi, unajua wewe hata nikikulazimisha unywe maji kama unataka kunywa, unaweza kuweka mdomoni alafu mwisho ukayatema. Wajiandae kuipokea elimu ile ya VBE, na vile vile pia wajue katika elimu ile ya VBE inaleta makumbusho mengi sana. Tunayaita makovu muda mwingine. Mtu huenda ikawa alifiliwa labda na mzazi wake miaka 10 iliyopita amesahau. Lakini katika VBE tunamkumbusha ule mtu kuwa wewe ulikuwa na mzazi na alipita, lakini ni maisha yanaendelea. Lazima haya maisha tuhakikishe kuwa unaenda nayo. Huwezi sema mimi wacha nife kwa sababu babangu na mamangu wamekufa. Shona, kuna sababu kwa nini wao wamekufa na kuna sababu kwa nini wewe bado uko hai. Kwa hiyo ni lazima pia wale contestants waweze kujua kuwa kila kitu wanachokumbushwa au kila kitu wanachokipitia kinahakikisha kuwa kinawajenga wao ili kuja kuwa watu bora mbeleni, hakiwabomoi. Na chochote kile ambacho mtazamaji pale nje anaweza kutuangalia labda kwa sasa hivi, ajue kuwa akipata shida, wale marafiki labda wakimwacha wakimkimbia, ni sababu Mungu ametaka ule mtihani umfikie yeye peke yake ili aweze kumuona, je, huyu kijana labda nikimpatia milioni 5 ataziweza? Unaona? Na ndio maana hata ukichunguza kwenye maisha yetu ya kawaida tu kuwa mtu unaona anapata utajiri wa ghafla, hakupata shida na hizo pesa, lakini akifilisika anakuwa mwenda wazimu. Kwa sababu gani? Mungu hakumpima huyu mtu. Ikajulikana kuwa akipatiwa milioni 3 ataziweza. Kwa hiyo amepata pesa za ghafla, alafu zimetoka ghafla, anaingia wazimu. Lakini tujue kuwa sisi kama binadamu, Mungu lazima atupime katika kila ngazi ili ajue, je, huyu analiweza hili au huyu aliwezi hivi. Kwa hiyo endapo mtu atapata mitihani, ajue kuwa ni njia moja ya Mungu kuweza kumpima kwa maisha mazuri mbeleni ambayo anaweza kumwandalia. Hata watume wale ambao Wakristo, Waislamu, hakuna mtume aliyepata aliyeishi tu makochini bila kujaribiwa. Wamejaribiwa, wameteseka, lakini hao ndio mitume wa Mwenyezi Mungu. Na imani kuwa hao ndio vipenzi wa Mwenyezi Mungu ambao walikuwa wanapendwa hata kuliko sisi. Lakini kwa nini walijaribiwa? Kwa sababu ili waweze kusimamisha jamii iliyo thabiti. Mpenzi mtazamaji, basi huyo ni Babu G ambaye anatujuza tu kwa muhtasari. Kuna mengi zaidi yanazidi kufanyika, lakini tumkumbushe mtazamaji tunamjia kutoka Kobani ambapo tuko karibu. Tuna duka moja linafahamika kama linarembua watu, linafahamika kama Al-Mahrous, ambayo pia tunasema ni partner wa Kiingereza wanaitwaje? Partner kwa Kiswahili au kwa Kiingereza? Kwa Kiswahili, kwendaje? Partners kwa Kiswahili. Mimi wacha tuambie watazamaji katika sio washirika, washikadau. Washikadau. Nasikia siku hizi ni wadau. Haya. Asante sana mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunakujuza masuala haya moja kwa moja, lakini kikubwa zaidi pengine umwambie mtazamaji tumekuja hapa pia tuko na contestants, pengine tutakuwa tunaonyesha picha hizo za moja kwa moja pia waweze kuona wamefuata nini hapa, kwa nini Al-Mahrous wameweza kupata. Mwanzo nimeweza kusikia dondoo kuwa Al-Mahrous ni sehemu ambayo ukinyolewa mtu anaona kambe umetiwa kwenye ile inaitwaje ile beseni la kutia nguo afu zinajifua zenyewe. Ile la laundry. Yani kama umetoka ukitoka kama nyele zako ndugu yangu kama hizo zako kokoto zinakuwa za singa, zinasimama kama za Wachina na Wahindi. Kwa hiyo wewe mtazamaji, fika Al-Mahrous uone hivyo vituko. Mimi mwenyewe pia nataka niingie hapo ndani kidogo nione hizi ngoma kama zitanyanyuliwa kidogo. Ndio hivi. Nimeona pale katika bandi yao wameandika the effect of wow. Nimeona kama mimi nataka hiyo wow. Asante sana mpenzi mtazamaji, mimi nafahamika kama Ndalo Francis Dance na mwenzangu Babu G, Babu Great, Babu Good. Tumekuletea makala haya moja kwa moja na mahojiano ambayo na uhakika kabisa yatakuwa yanakufaa pamoja na elimu na sio mwisho. Waagi watazamaji. Mimi nawaaga, lakini kama kawaida yangu nawaambia msikose kusubscribe, usikose kulike, na vile vile ukiacha comment yako pale, basi jua ile comment tutaweza kuitendea kazi kwa njia moja au nyingine. Tunakupenda sana wewe mtazamaji. Shukrani.